Ni siku ya 11 ya mapigano baina ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, ambapo pamoja na mambo mengine bado mapigano yameendelea kuwa makubwa, wakati Marekani na Israeli wakisema mpaka hivi sasa wameshambulia takribani maeneo 10,000 nchini Irani. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Irani wamesema wamegonga meli yenye bendera ya Liberia ambayo walidai ilikuwa inamilikiwa na Israel pamoja na meli ya kubeba mizigo ya Thailand katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kupuuza maonyo ya kusimama. Meli ya Express Rome inayomilikiwa na Israeli ikipeperusha bendera ya Liberia na meli ya makontena ya Mayore na Rey zilipigwa na makombora ya Irani na kusimamishwa baada ya kupuuza maonyo ya vikosi vya majini vya IRGC. Walinzi walisema katika taarifa iliyotolewa na shirika la habari la ISNA la Irani. Kamanda wa jeshi la majini la walinzi Alireza Tangrisi amesema katika chapisho lake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, kwamba meli yoyote itakayokusudia kupita lazima ipate ruksa kutoka Iran. Katika saa chache zilizopita, Irani imezindua wimbi jipya la mashambulizi pia dhidi ya maeneo lengwa ya Israel na Marekani Mashariki ya Kati. Vyombo vya habari vya serikali ya Irani vimesema ghasia hizo zilikuwa kali zaidi na nzito zaidi tangu kuanza kwa mzozo huo, kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la AFP. Israel imesema ilitambua makombora yaliyorushwa kutoka Irani, ingawa baadaye iliongeza kuwa ilikuwa salama kwa raia kuondoka katika makazi. Kwa upande wa Saudi Arabia pia ilisema kwamba imezuia na kuharibu ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekea kwenye eneo la mafuta. Ving'ora pia vilisikika nchini Bahrain kwa mara nyingine, ambayo ndiyo makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, ambayo imechakazwa kwa kiwango kikubwa na mashambulizi ya Irani. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, maafisa wa Irani wamesema hawataruhusu mafuta kupita kutoka mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani na washirika wake wote wakipate cha moto. Maafisa wameonya bei ya mafuta mpaka kufika dola 200,000 za Kimarekani kwa pipa moja, baada ya angalau meli 3 kupigwa na makombora mapema leo Jumatano. Ibrahim Zofakari, msemaji wa makao makuu ya kamandi ya jeshi la Tehrani, Hatam al-Adbinya, amesema vikosi vya Irani vitalenga meli za Marekani, akikazia kwa kusema jitayarishe kwa pipa la mafuta kuwa dola 200,000 za Marekani, kwa sababu bei ya mafuta itategemea usalama wa kikanda ambao umevurugwa. Bei ya mafuta yaliyosafishwa ilifikia juu hadi dola 119.48 za Marekani mapema wiki iliyopita, zaidi katika karibu miaka 4, lakini tangu wakati huo imeshuka hadi karibu dola 90 za Kimarekani, ingawa bado iko juu zaidi kuliko wakati Marekani na Israel zilipoanza mashambulizi yaliyoratibiwa kwa Irani mwishoni mwa mwezi Februari mnamo Jumamosi ya tarehe 28. Hili ni onyo kali la Irani, na maafisa hawa wamekazia kwamba Irani huishi kwa vitendo na si maneno. Kauli kama hii inaashiria mgogoro mkubwa zaidi, na kwamba huu ndo wa kwanza umeiva na pande zote hazipo radhi kupumzika na kupuuzia na vita. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, idadi kubwa ya watu walihudhuria maandamano ya mazishi yaliyofanyika mjini Tehran Jumatano ya leo kwa ajili ya makamanda wa kijeshi na wengine waliouawa katika kile Irani ilichokiita mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo. Sherehe ya mazishi ilianza katika uwanja wa Engelhab Mapinduzi kwa kusomwa kwa aya ya Qur'an tukufu na kupigwa kwa wimbo wa taifa wa Irani. Hafla hiyo pia ilijumuisha mashairi ya maombolezo kwa heshima ya waliopoteza maisha. Washiriki wa maandamano hayo walipaza sauti na kauli mbiu mbalimbali zikiwemo Allahu Akbar, yani Mungu ni mkuu, kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Wananchi pia walipongeza jeshi la Irani kwa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya maadui, huku wakitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya waliotekeleza mashambulizi hayo ambao kwa kiwango kikubwa walengwa ni Israel na Marekani. Aidha, walitangaza upya utii wao kwa kiongozi mpya wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei. Miongoni mwa watu waliopoteza maisha ambao mazishi yao yalifanyika ni mkuu wa majeshi ya Irani Meja Jenerali Abdulrahim Mousavi, kamanda wa kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Meja Jenerali Momadi Pakpo, katibu wa baraza la ulinzi la Irani Ali Shamkhani, pamoja na waziri wa ulinzi wa Irani Brigadier Generali Azizi Nasrallah. Maafisa hao waliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyofanyika Februari 28 na siku kadhaa za mbele. Kujibu mashambulizi hayo, jeshi la Irani lilianza operesheni itwayo True Promise
4 iliyohusisha mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani yani drones dhidi ya malengo katika maeneo yanayodhibitiwa na Israel pamoja na kambi za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Ghuba. Hii ni Msasa Media. Msasa kisasa zaidi.